Jana usiku nafungua WhatsApp yangu, naona ujumbe kutoka kwa mwanangu. Namwita mwanangu huyo anaitwa Diana Kamara. Yeye anafanya PhD Makerere. Alikuja siku moja hapa kulifanyia mahojiano na tukafahamiana, na nilipomtajia mwaka ndio zaliwa mimi 52, akaniambia babangu mzuri mwaka huo, kwa hiyo ananiita mimi baba. Basi kaniletea ujumbe, umenisikitisha sana, ananiambia kama John Alif amefariki. Hakika kwa wanahistoria na naweza kusema kwa chuo kikuu cha Dar es Salaam, huu ni msiba mzito sana, kwani kama si John Alif, historia ya Tanganyika yote ilipotea. Amefanya kazi kubwa sana katika kutafiti na kuandika historia ya Tanganyika, na kitabu chake maarufu ni A Modern History of Tanganyika, na mimi nilikuwa nacho kitabu hapa maktaba, lakini sijui kimepotelea wapi. Na nakala hii, Mungu amejalia basi, Allah rehema zake, nakala hii ndiyo ambayo Daisy Abdul Sykes Aisha ndiyo aliyesomea historia ya Tanganyika chuo kikuu cha Dar es Salaam wakati akiwa mwanafunzi John Alif. Basi haraka sana mimi nikaenda kwa Profesa Google kutizama nini anasema kuhusu John Alif, na nikaingia na kwenye AI, Kiswahili wanasema akili mnemba, kutizama anasema nini, na niliyoona pale hakika kidogo yamenifurahisha. John Alif anasema kuwa Profesa Google anasema kuwa John Alif alitumia nyaraka zilizoachwa na Classic Sykes kuandika historia ya Tanganyika ya mwanzo. Ile jambo limenifurahisha, na limenifurahisha kwa sababu hapo ndio tulipo katika mgongano na watu wengi sana, kuwa wanadhani wanaweza wakaweka baadhi ya watu pembeni wakaandika historia ya Tanganyika na ikawa imekamilika. John Alif sema hapana, sema yeye John Alif alifika Tanganyika ametumia Sykes katika kuandika. Lakini John Alif na mimi nilipoandika kitabu cha Abu Sykes, John Alif alifanyia review katika Cambridge Journal of African History. Ile review yake alikuwa amehamaki na hakuichukulia kazi yangu vizuri sana, na amesema katika ile review yake katika Cambridge Journal of African History kuwa kwa nini mimi sikumtafuta na kamuuliza, lakini mimi sikuona mpaka cha kumtafuta John Alif nimuulize kitu gani, kwa sababu yeye mimi nilimlaumu kuwa inawezekanaje yeye John Alif ameandika history ya Tanganyika, na kuna kitabu chake kimoja ambacho amekiedit yeye kinaitwa Modern Tanzania. Nimewahi kukitaja mara nyingi sana. Hicho kitabu kilichapwa mwaka 1973, lakini aliwatumia wanafunzi wake kufanya utafiti kwa wazalendo katika sehemu walizokuwa wanatoka, katika ile majimbo sehemu walikuwa wanatoka, na waandike maisha yao. Avianis yeye alimtumia kwa kuandika historia ya Hassan Suleiman na Ali Juba Ponda, na ni kazi nzuri sana. Halafu alimtumia Daisy Sykes kuandika historia ya babu yake, na hiki tumeshaeleza mara nyingi. Halafu yeye mwenyewe akaandika historia ya Martin Kayamba, na katika hii Modern Tanzanians kuna biography, maisha ya wazalendo wengi mna ndani, zaidi ya 10. Lakini mimi
zile sura zilizonifurahisha ni sura 3 tu, ya Classics, Hassan Suleiman na Ali Juma Ponda, na hii yake mwenyewe alimwandika Martin Kayaba. Hizi ndio unaiona siasa ya Tanganyika kwa wakati ule. Hao wengine wote waliandika mambo ambayo mimi hayakunivutia, na nadhani wengi wakisoma ile kuwa hakuna kitu ambacho kinaweza kuwavutia. Sasa John Aliff amefariki, na mimi haraka sana ule ujumbe nikampelekea Daisy, mwanafunzi wake. Mwaka 1968 alipofariki Abu Said, gazeti la The Nationalist na Uhuru hawakuandika chochote kuhusu mchango wa Abu Said katika kumpokea Mwalimu Dar es Salaam, katika kuunda chama cha tano na mengi mengine. Hii ilimchoma sana Daisy, na alimfuata mwalimu wake Profesa Aliff akamwambia, mimi nataka kuandika sasa maisha ya baba yangu na nieleze mchango wake katika kupigania uhuru wa Tanganyika. Hiyo 68. John Aliff akamwambia Daisy, akasema, Daisy, haya mambo yataki haraka, ili swala lipe muda, utakuja kuandika baadaye, sasa hivi liache. Sasa mimi katika kitabu cha Abu Said nimeeleza haya, na nikasema yawezekanaje mtu kama John Aliff ametumia nyaraka, na yeye mtu alikuwa akimpelekea nyaraka hizi ni mwanafunzi wake Daisy, lakini hata na Daisy kwa bila shaka kwa muulize Daisy, hizi nyaraka nazo nani? Daisy atamwambia hizi nyaraka babangu ndo Kastadi ndo anaziweka hizi nyaraka, lakini hakushughulika yeye Aliff hata siku moja kwenda kuzungumza na Abu Said kuhusu historia ya tano, na amekaa hapa Tanzania karibu miaka 10 na ameondoka chuo kikuu cha Dar es Salaam mwaka 71. Hakuna popote alipoandika yeye kuhusu maisha ya Abu Said na mchango wake, au kuhusu historia ya tano jinsi imekuwa. Lakini mimi katika kitabu cha Abu Said nilipitia tena ile, ameandika pepa moja Dar es Salaam Dock Workers Union, the Dock Workers of Dar es Salaam. John Aliff ana pepa nzuri sana ambayo inaeleza harakati za wafanyakazi ya jamii ya wafanyakazi wakati wa koloni. Hiyo ilikuwa kuanzia mwaka wa 47 ulipofanyika ile, ilipoanza migomo ile. John Aliff kaandika ile Dock Workers Dar es Salaam, na mle kamtaja Abu Said kama ndio alikuwa Secretary General wa kwanza wa Dock Workers Union. Lakini baadaye hii Dock Workers Union ilipigwa marufuku na serikali kwa sababu mwaka wa 50 ilipambana na askari, na kuna baadhi ya watu walikufa, wengine wakashtakiwa na kufa. Sasa kwa kumlaumu kwa haya, John Aliff alijibu, manake sikutegemea kuwa msomi kama yeye anaweza kunijibu kwa njia ile ambayo yeye amehamaki. Ndio hivyo John Aliff amefariki, na John Aliff mimi simtoi shukurani. Nathubutu kusema kuwa mimi nimejifunza mengi katika maisha katika maandiko ya John Aliff, na nasema vile hata staili yangu ya kuandika ambayo watu wanasoma wataona kama ndani kuna storytelling, yani kama mtu unapiga hadithi na vile vile unaeleza mambo mazito. Mimi nimechukua kutoka kwa yeye, na nimewaona watu wengine wao wanadhania kwa ile style ni yangu mimi, wananiiga na viandika mimi, lakini wajua kwa mimi mwalimu wangu alikuwa ni John Aliff, na ni John Aliff ndio kwa kweli tuweze kusema mengi, yeye ndio ameiokoa hii historia ya Tanganyika.
na ninaweza kusema kuwa kama chuo kikuu cha Dar es Salaam kuwa na bendera, basi leo bendera ilikuwa nusu mlingoti. Na ninatizama hapa katika, namtizama Profesa Gugo anasema John Alif kafa tarehe 21 Agosti mwaka ndio leo, na mimi nimeipata hizi ripoti jana usiku kabla sijalala. Basi hii ni habari nitaka kidogo hadithie mwalimu wangu John Alif. Sasa hii sijui kama itakuwa ni taazia ama ni taarifa au ni nini, manake taazia ina miko yake vile vile, lakini mimi namwiga mwalimu wangu Sheikh Mlamali Muhammad ibn Mali Adam ambaye alipata kuandika taazia. Unajiuliza hii taazia ama makala? Siku alipokufa mzee Thabit Kombo, na hiyo taazia mpaka leo ipo katika kichwa changu, sisahau. Ni assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.